Matukio ya siku ya leo mtazamaji, ni matukio ambayo yamechukulia serikali ya Rais William Ruto kuingiwa na waziwazi, haswa kuonelea kwamba wananchi wamekerwa zaidi na wamefikia pale ambapo haitakuwa maandamano ya kawaida, bali itakuwa ni maandamano ya kutaka kunyatua uongozi wa Rais William Ruto. Kile ambacho kimetendeka siku ya leo, ambayo ilikuwa ni siku ya Jumatatu tarehe 17 mwaka 2026, pale ambapo Wakenya walijitokeza kwa wingi ili kuandamana kuhusiana na bei ya mafuta ambayo imekuwa ghali mno. Na kile ambacho ni cha kusikitisha zaidi ni kwamba bei imekuwa ikiongezeka. Na pale ambapo imeweza kufikia mtazamaji ni kwamba ukiwa na 1000 kwa sasa ni pesa ambayo unaitumia kwa siku moja. Kwa yule ambaye ni mwananchi wa chini zaidi, atahitaji kuwa na 1000. Ya kwanza ni ya kusafiri na mambo mengine. Na hiki ndicho ambacho kinawakera Wakenya zaidi, hadi kuchukulia hatua ya kuweza kuandamana, kwa sababu bei ya kila kitu imeweza kuathirika. Bei ya mafuta kuongezeka, bei ya umeme kuongezeka, imeadhiri kila kitu nchini Kenya, hata kununua mboga. Sukuma ya shilingi 20 itakuwa ikiongeza kuelekea, watakuwa wakiuza kuanzia shilingi 30 kwenda juu. Kwa sababu gani? Kwa sababu bei ya mafuta imekuwa ghali mno. Ongezeko la bei la mafuta huadhiri biashara, huadhiri mambo ya kila siku. Kwa njia gani? Kwa njia kwamba there's something we call production costs. Kusafirisha bidhaa inakuwa ghali mno, hivyo basi kuweza kusababisha bei ya hizi vitu ambazo ni zingine kuongezeka kwa sababu ya gharama ya kusafirisha kuwa juu. Ndiposa Wakenya wamejitokeza kwa wingi mtazamaji, na kusema kwamba kila pande nchini Kenya wananchi waweze kuandamana, hili serikali ya Kenya kwanza ishuhudie gharama ya maisha ya mwananchi wa kawaida jinsi ambavyo imeweza kupanda. Na tukisikiza viongozi wa upinzani wanaoongozwa na Rigathi Gachagua, ni kwamba bei imeongezwa ili kuweza kuwanufaisha viongozi waliomo madarakani, bali tu si kulipa deni na gharama zingine ambavyo jinsi ambavyo wanavyokiri. Kinachosababisha bei kuongezeka ni mahitaji ya kibinafsi ya kiongozi wa Rais William Ruto, ambaye ana jukumu la kuhakikisha kwamba amefikisha bilioni 15.6 ili aweze kununua kampuni ya mafuta iliyoko kule Turkana. Na njia mojawapo ni kuongeza bei ya mafuta ili kwamba kwa shilingi 100 tuweze kupata angalau 85 kuingia katika kikapu anachokichaza, ili aweze kupata hela za kununua kampuni ya mafuta. Hivyo basi, ili aweze kufanya nini? Ili aweze kuwauzia wananchi na kujinufaisha mwenyewe. Kumbuka jinsi ambavyo hivi vyote vinaendelea kutendeka, wabunge hawako bungeni, wako katika likizo. Ndiposa wameweza kuhimishwa waweze kurejea. Speaker of the National Assembly aweze kuwaitisha mkutano
wa dharura viongozi wabunge waweze kurejea katika bunge ili kuweza kuzungumzia swala kama hili, ili basi ili tuweze kuwa na hata the fuel levy ambayo iliweza kuondolewa hapo awali, ambayo ilishikilia bei ya mafuta ikarudi chini, ili wasije wakaumiza mwananchi wa kawaida. Niambie sasa, kuna mtu mahali analipwa mjengo shilingi 400. Kwa shilingi 400 nauli kutoka pale ambapo alikuwa analipa shilingi 50 kwa sasa ni 130. Kwenda na kurudi anatumia 260 Kenyan shillings. Hapa lunch akakula 100. Breakfast akakula tuseme uji ya 30. Anabaki na shilingi 10. Shilingi 10 ndiyo ataweza itumia kulisha familia. Haya ni yale mambo ambayo viongozi hawayaelewi. Kuna mtu anapokea shilingi 400 kwa siku. Na hishi shilingi 400 ndiyo nauli, akule kiamsha kinywa, akule lunch, na kisha jioni akanunulie familia unga angalau uweze kupata kile cha kukila. Lakini viongozi hawafikiri kuhusiana na haya. Yale ambayo wanayafikiria ni jinsi ambavyo watajinufaisha kibinafsi kama viongozi, ili kujiandaa katika kupata hela za kuwasaidia katika kupiga kampeni za uchaguzi ujao mwaka 2027. Viongozi waliomo Kenya, hasa wabunge, mna jukumu kubwa zaidi kuhakikisha kwamba mwananchi haumii. Mtetee mwananchi wa kawaida. Ikiwa kama mnataka kurejeshwa ama kupigwa kura, jukumu lenu la kwanza ni kuhakikisha kwamba hata kama mnaiba, jukumu lenu kubwa ni kuhakikisha kwamba kuna mwananchi hateseki mahali. Nilipokuwa nasikiza hotuba iliyokuwepo pale Citizen, na seneta mmoja anauliza swali kwamba kuna mtu ambaye anatumia matatu hadi wakati huu, najiuliza swali, watu huwa wanajisahau. Wanafika pahali ambapo wanaona kwamba wao peke yao ndio wanaishi katika nchi hii. Wanasahau kwamba tulipokuwa tukipiga kampeni, serikali ilililia sana mwananchi aliyeko chini, lakini sasa imemsahau, inamfikiri yule ambaye ni tajiri, jinsi ambavyo watajinufaisha na wazidi kuwa matajiri zaidi. Hilo ndilo ambalo wanalifikiri. Mtazamaji, usiende mbali, hii ni Sam TV News. Kama kawaida, hapa kituo hiki tunakupa habari kemkem jinsi ambavyo zinavyotokea, na tutakuwa tukikufahamisha ujumbe kuhusiana na jinsi ambavyo maandamano yanazidi kuendelea na maeneo ambayo yameweza kuathirika zaidi kuhusiana na maandamano ambayo yanazidi kuendelea kuhusiana na bei ya mafuta ambayo iliweza kuongezwa na kumuumiza mwananchi wa kawaida. Asante, usiende mbali.